Aisee, mimi ninachokiona, kwanza na maumivu makubwa sana, kwa sababu mpaka sasa hivi kaka yangu hajapatikana, na inaenda leo ni siku ya 6 toka ametekwa. Kaka yako ni nani? Sorry, ili tuwe pamoja. Daniel Chonchori. Endelea. Daniel Chonchori Nyamuhanga toka ametekwa ni siku ya 4 leo, siku ya 5. Lakini pia kuna mwanachama wetu wa Chadema aliyechukuliwa pale Silali, anaitwa Toru, mpaka leo ni siku ya 5 pia hajapatikana. Na tumejaribu kupaza sauti, naona polisi wanatumia nguvu kubwa sana kutuzuia, na wameenda mbali zaidi, wamekamata watu fulani, vijana fulani ambao tulikuwa tumeplani kwamba twende kwa RPC tukafikishe message yetu na hisia zetu ambazo zinatukela kwa maana ya utekaji ambao unaendelea kwenye nchi. Lakini pia tufikishe message yetu kwamba yuko wapi Daniel Chonchori, mtu ambaye ni mfanyabiashara. Lakini watu wameenda mbali zaidi, wameanza kupotosha kwamba Daniel Chonchori alikuwa anafanya kazi ya spiriti, ndio maana kuna shida kwenye biashara yake na nini, kitu ambacho sio kweli. Daniel Chonchori alikuwa anafanya kazi ya spiriti, ni kweli, lakini baadaye issue ya spiriti ilikata kwa sababu kodi ilikuwa kubwa. Kodi ilikuwa kubwa, waliacha habari ya spiriti. Kwa spiriti ilikuwa imeachwa karibia zaidi ya takriban miezi kama 10 hapo nyuma. Kwa hiyo mimi ninachoshangaa ni kwamba watu wanatengeneza mjadala kwenye maisha ya watu wanachukulia utani kwenye habari za kuteka na kutekwa watu wengine. Wanashindwa kuelewa kwamba kila binadamu ana haki ya kuishi. Kila binadamu ana uwezo wa kuishi kwa sababu Mungu ameamua kutoa pumzi. Lakini ninachoshangaa zaidi, Watanzania tumekuwa waoga. Chonchori ni mfanyabiashara mkubwa wa Tarime, Mwanza. Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Yaani nimeshindwa kuona hata wafanyabiashara wenzake wakitoa kauli, wameona wakae kimya, wakiamini kwamba serikali kisha kuchukua hakuna maelezo mengine, kitu ambacho sio kweli. Kwa sababu mnapokuwa mnapaza sauti kuzungumza mtu aliyetekwa, wanaweza kutumia nafasi hiyo kukuachia, kama walivyofanya kwa Kibendela. Kama mnakumbuka kwamba Kibendela alikamatwa, lakini kwa sababu kelele zilikuwa ni kubwa, waliamua kumwachia, wakampeleka mahakamani. Lakini polisi wanazuia watu wasiseme, polisi wanazuia watu wasiandike, polisi wanazuia watu wasifanye maandamano kufikisha hisia zao, kwa sababu aliyetekwa ni binadamu, aliyetekwa ni kaka, aliyetekwa ni baba, aliyetekwa ni babu wa familia, yani kila kitu. Ana marafiki, ana watu wa karibu wanaoumia kwa ajili yake. Lakini polisi, RPC anatoa oda, RPC wa Tarime, hakuna maandamano. Wao watu wanaopanga maandamano wakamatwe. Watu wameenda wamekamatwa, wanafanya nini? Wanasamoni watu, wanapata kwangu, wamekuja zaidi ya mara 2 wananitafuta. Yani sijawaelewa, yani polisi, yani sijawaelewa kwa kweli ya mambo yanaumiza sana. Lakini mimi ninachokiamini kwamba Tanzania sasa tulikofika, sidhani kama kuzungumza tu kunaweza kutusaidia. Tanzania tulipofika tunatakiwa tuchukue action. Tusipochukua action tutaisha. Atatekwa mtu, watu watazungumza, yatakwisha. Kesho atatekwa mwingine, watu watazungumza. Kwa hiyo hawa watekaji watajua kabisa kwamba hata tukiteka nani, watapiga kelele, watamaliza, watanyamaza. Kwa sababu wameshafika mahala wanaamini kwamba wakikuteka wanakaa na wewe kwanza kwa siku kadhaa, wanakupeleka wanakojua. Tunaelewa kwamba kwenye nchi hii hakuna majambazi wanaweza kuteka watu wakaenda nao kokote bila kushirikisha serikali. Na mimi ninachokiamini ni kwamba watu wanaoteka watu ni serikali. Watu wanaoteka watu ni watu wa idara ya usalama wa taifa. Na ndio maana watu wa idara ya usalama wa taifa wanasababisha watu wanakuwa na sintofahamu, wanasababisha vilio vingi kwa wananchi. Kwa mfano Chonchori alikuwa na mtoto pale, mke alikuwa amejifungua mtoto, ana siku karibia mwezi mmoja.
mke analia, anashindwa kunyonyesha mtoto vizuri. Kuna mtoto alikuwa alitakiwa kwenda chuo, anasoma China, ameshindwa kwenda kwa sababu babake ametekwa, anafanya nini? Anachelewa masomo. Kuna mtoto alitakiwa kwenda Nairobi, hajakwenda kwa sababu baba, mimi naenda wapi na kati baba hajapatikana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinazua sintofahamu. Lakini kitu ambacho kingine kinashangaza zaidi, Dada Maria, polisi wanaielekeza familia waseme nini na waache kusema nini. Yaani kama sio wao wanafanya hii kazi, kwa nini waseme kwamba sema hichi usiseme, sema hichi usiseme? Na kwa nini wanaona kuna watu kwenye magrupu sasa hivi? Mimi hata nimeshangaa sana leo kwenye magrupu, kila tunachokiandika polisi wanacho, kila tunachokiandika polisi wanacho. Najiuliza, hawa watu ambao tunawaweka kwenye magrupu, na ndio maana leo nimesema yale magrupu yote ya vyama ya nini na left kabisa hayako salama. Yaani ukiendelea kukaa kwenye magrupu ni kwamba unataka kuriski hata maisha yako. Kwa sababu kile utakachokiandika kitakwenda polisi. Kile utakachokiandika watapata hao watu wa usalama wa taifa, watekaji watakuja kukuteka. Tunahuzunika, tunasikitika. Wamefika watu karibia 20 Tarime wanatekwa na wanaondoka jumla moja kwa moja. Hakuna mtu anajua kwamba wameenda wapi. Watu wanatafuta, wanaenda kwenye vyombo vya habari, wanafanya nini, wanaenda kwenye maredio, lakini mwisho wa siku watu wanarudi, wanakuja wanakaa. Kwa sababu wanafanya nini? Serikali haijai kutoa tamko dhidi ya wanaoteka watu. Serikali haijai kuzungumza chochote juu ya watu wanaoteka watu. Ali Kibao alishushwa hapo. Alivyoshushwa akaenda akauawa, akatupwa, akatupwa, ametobolewa hadi macho, amemwagiwa tindikali. Serikali sikuoni inasema chochote. Yaani leo tunazungumza habari ya utekaji, watu wanatekwa, alafu watu hao serikali na wanaoongoza serikali ni CCM, tunaenda tunawakaribisha, tunaenda kwenye mikutano yao, baadaye tupige yowe, tuchome watu moto hapo ili wapate akili, kwa sababu wakijua kabisa kwamba wananchi hawa sasa hasira zao zimefika mwisho. Sasa hapa wanaenda kutake action, watarudi nyuma, wataacha kutuua. Yaani hii kabisa nikwambie Dada Maria, yaani kwa uchungu ambao naamini Watanzania wanapitia kwa ndugu zao. Yaani mimi nilikuwa nasikiaga tu watu wanatekwa wanafanya nini, lakini kwa huyu mtu wangu wa karibu, mtu ambaye alinisomesha, mtu ambaye alinilea, mtu ambaye amefanya everything kwa sababu yangu, mdogo wangu nataka uwe hivi, mtu ambaye nikipata problem ananisaidia, anafanya kila kitu kwa ajili yangu. Mdogo wangu huyu nimetoka naye mbali, lazima nifanye hivi, lazima nifanye hivi. Mtu ambaye ametoa ajira kwa watu, mtu ambaye amejenga kiwanda cha kuweza kusaidia watu. Kiwanda, yaani mtu ambaye amejenga kiwanda kabla hata kijafunguliwa, unamteka. Mtu ambaye angewapa watu ajira karibia watu 2000, watu 3000 kwa sababu ya kiwanda chake, unamteka kwa sababu ambazo hazijulikani. Hata kama angekuwa na makosa wangemchukua wakampeleka. Wao wanachukua watu wanawapeleka kwenye vyombo vya sheria, wanaenda wanashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini habari ya kutekana, mtu anafichwa, mtu anafanya nini, haya mambo yanatoka wapi kwenye nchi kama hii? Yaani tulipata uhuru kutoka kwa mkoloni mweupe. Leo tuko kwenye nchi ambayo tuna mkoloni mweusi, yeye ndio anatunyanyasa, mkoloni mweusi. Lakini watu wanasema kwamba Tanzania, kuna watu nilikuwa nasikia leo wanasema, wazee fulani wanasema Tanzania tuna amani. Mimi naona Tanzania hatuna amani. Tanzania ni kisiwa cha uvumilivu tu. Lakini tungekuwa na amani Tanzania, tusingekuwa tunasikia watu wanatekwa-tekwa. Yaani huo ndio ukweli, kwamba watu wanatekwa-tekwa. Mfano mzuri, Maria, kumbe hao watu wanatembea hadi Kenya. Kwa sababu hata huyo Toru, kijana Toru amekamatiwa Kenya. Watu walivyokuwa wanasema kwamba Maria hajatekwa, huyo Toru amekamatiwa Kenya na amepotezwa Kenya hapo toka tarehe 23 mpaka leo hajapatikana. Yaani watu wanakuwa, yaani unajua mtu kama jambo halijakufika unaona kama vile ni jambo dogo sana. Yaani ni jambo dogo sana, lakini mjue ndugu zangu, mjue wa Tanzania, tusipochukua hatua tutakwisha. Kuna mtu atakuwa anaangalia wakati wa Magufuli. Mimi nilikuwa Dar es Salaam hapo, nimekaa Dar es Salaam hapo wakati wa Magufuli wote mpaka Magufuli anakufa. Wakati ule hata tulikuwa tukienda, tumepanda mwendo kasi tunaenda hata Kariakoo au unaenda sehemu yoyote. Yaani ukitaka kuzungumzia habari ya siasa unaangalia nani ambaye yuko karibu yako. Yaani ulikuwa unamuogopa mtu hata amevaa suti. Yaani vile vikaunda suti vile unamuogopa. Ni mtu tu inawezekana amevaa kaunda suti anaenda kwenye mambo yake, lakini unaogopa hata kuzungumza. Watu walikuwa wamefiata, wamenyamaza.
Na Magufuli ametutengenezea hichi kitu, amejenga serikali ambayo mtu anatekwa, anaenda na uawa, anarudi, mambo yanaisha. Haya mambo ya kutekana alianzia kwa Magufuli. Unaona haya mambo yamepandikiza. Mheshimiwa Tundu Lissu aliwahi kusema, mwenyekiti wangu wa chama, Mungu hawa anampa afya njema na hawa anampa uzima kwa kila wakati. Aliwahi kusema Samia ni kama Magufuli. Yaani msije mkafikiria kwamba tumepata kiongozi ambaye anaweza kusimamia kwamba wananchi wapate uhuru, wananchi wazungumze hivi. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatupatia uhuru wa kujieleza. Lakini leo huwezi kujieleza kwa uhuru kwa sababu serikali imeona kwamba yenyewe ndio imekalia kila kitu. Na ndio maana wanapewa watu wajinga kama wakina Mwijaku, eti ndio wanaisemea serikali. Eti Mwijaku anaenda Maka, anaenda kuhiji, anaenda kusema kwamba eti, yani unajua kuna watu wengine akili zao. Yani na leo tunakaa tunaangalia Mwijaku vituko vyake, tunakaa tunasikiliza nyimbo za hao wasanii ambao wanakimbia kwenda kutumbuiza CCM, tunakimbia tunaangalia vitu ambavyo wanafanya hao wasanii. Baadaye tutumie kauli ya kususa hivyo vitu ili tuone hivyo vitu wataviendeshaje wao wenyewe. Tuwaone wanaendeshaje hivyo vitu wenyewe. Tuwaone watamuuzia nani hizo nyimbo zao. Tuwaone watauzia nani hivyo vitu vyao ambavyo wanavitengeneza. Hata maduka yao tuwasusie maduka yao. Ili tuonyeshe Watanzania kwamba tuna hasira dhidi ya watu wetu wanaotekwa bila sababu ya msingi. Tuna hasira ya watu wetu wanaoumizwa bila sababu ya msingi. Tunashindwa kuonyesha hasira zetu, tunakuwa tunasubiri sasa yakikupata ndio unaanza kupaza sauti. Tumeona ukiangalia Twitter za watu, kuna watu ambao yakiwapata ndio wanazungumza. Yakiwapata ndio wanaposti vitu. Lakini yakiwa hajawapata wanaona kama vile ni kawaida, wanachukulia poa. Nataka niwaambie Watanzania wenzangu, haya mambo yanaumiza sana. Haya mambo yanaumiza sana. Mtu anatoka nyumbani, ameacha familia yake, ameacha watoto, unaenda unamchukua, unaenda unamuua. Unaenda unamuua. Hicho kizazi chako kitakuwaje? Unatengeneza kizazi cha aina gani? Kuna kazi unatakiwa kuipata. Hiyo kazi itakusababisha wewe na familia yako upate laana ya maisha yako yote. Watu wa idara ya usalama wa taifa, hao watu wanaotesa Watanzania watu wanaotesa Watanzania hawa, Mungu yupo atajibu maombi. Lakini kabla Mungu hajajibu maombi, tujitetee kabisa. Tusiache tunaumizwa. Tujitetee. Tunajiteteaje? Kwa sasa sioni sababu ya mtu kutembea mmoja mmoja, kwa sababu mkiwa wawili, mmoja wakati wanampambanisha anashikwa, mwingine unaweza ukakaa mbali ukapiga kelele ikakusaidia. Na ndio maana hata Zakaria wakati anatekwa, yule mfanyabiashara wa mabasi, watu waliomsaidia ni watu waliokuwepo pale, walipiga kelele, wananchi walipiga kelele. Wale watu walishindwa kuondoka na Zakaria. Na wakati huo walipokuwa wamechukua kwenda kumteka Zakaria, walikuwa wamechukua plate number za gari ya mtu ambaye Zakaria alimnyang'anya nyumba, ndio wameweka kwenye ile gari. Kwa hiyo watu wote ambao walikuwa wamepiga picha ile gari wangejua kabisa kwamba Ndesi ameenda amemchukua Zakaria, ameenda kufanya nini. Yani wanatengeneza mazingira chonganishi kwa watu wengine, ili mradi tu wasionekane kwamba serikali inahusika kwenye habari ya utekaji. Mimi nataka niwaambie, serikali pumbavu kuibomoa taifa lake kwa mikono yake yenyewe. Hii serikali pumbavu inabomoa taifa kwa mikono yake yenyewe, kwa sababu wanapoendelea na habari za utekaji, kuna watu hawatakuja Tanzania. Watalii hawatakuja, wawekezaji hawatakuja, kwa sababu ni nani anayekubali kuja kuweka billion of money hapa Tanzania, na wakati anajua kabisa kwamba Tanzania haiko salama? Ni mtalii gani atatoka huku anakuja huku na wakati anajua kwamba Tanzania haiko salama, kuna habari za utekaji? Tupige kelele, tuzungumze, tutoe kauli, tusaidiane, watu wawe salama, kwa sababu
Hii serikali sijui inataka kuongoza minyama, sijui inataka kuongoza nini, ndio maana inatekateka watu, inauaua watu ili mradi iwe huru, sijui iongoze watu gani. Walikuwa wanateka wana Chadema, wanateka watu ambao wasiokuwa na vyama, wanafanya nini? Siku hizi wanatekwa bodaboda, wanatekwa wafanyabiashara, wanatekwa wanasiasa, wanatekwa watu ambao hawana kazi. Sasa hivi yani nchi imekuwa ya hovyo kabisa, nchi imekuwa ya damu. Serikali ambayo inakula damu kila wakati, inakula damu. Tunawezaje tudai katiba mpya ili tuweze kuiwajibisha serikali? Tudai katiba mpya ili tuwe na mamlaka ya kuiwajibisha serikali. Kwa kweli katiba tulionayo hii ya chama kimoja, katiba ya mfumo wa chama kimoja, tutaumia. Leo hata wana CCM wamekamatwa. Kwa nini mnadai huyu mtu? Wanakamatwa, wanapelekwa, hawana makosa. Mtu unakamatwa uko nyumbani kwako. Kuna mtu amekamatwa, alikuwa na taulo peke yake, amekamatwa, amezalilishwa mbele ya watoto wake. Anazalishwa mbele ya watoto wake kwa sababu ameona taulo. Kuna kijana wameenda kumkamata, kijana mwenye umri wa miaka 37, anaitwa Musa, anaitwa Sabato Mjade. Wamemkamata, ana taulo peke yake, anatoka bafuni. Amewambia acha niende hata ndani nivae nguo. Wamemtoa, wamempokonya, kumrusha kwenye defender, mtu akiwa uchi. Mtu anarushwa kwenye defender mbele ya watoto wake akiwa uchi. Nchi imefika wapi hii? Eti nguo wanaamrisha mwanamke ampelekee kwenye defender. Serious? Tumefika hapa? Tumekuwa na nchi ya watu waoga, watu ambao tumekuwa maskini kwa miaka yote na tuna rasilimali za kutosha. Tumekuwa waoga, tumeshindwa kudai haki zetu, tumeshindwa kusimama barabarani. Nchi kama Kenya imetengeneza, imetafuta uhuru, imetafuta uhuru, baadaye ikatafuta uhuru kutoka kwa mkoloni mweusi. Watanzania tunaogopa, akisema mtu fulani atapeleka kwa fulani, fulani atapeleka kwa fulani, fulani atapeleka kwa fulani, vyombo vya usalama vitajua, vitakuja kuteka watu. Tuko tayari, wacha tutekwe, lakini hatuko tayari kutengeneza kizazi cha watu waoga na watu wapumbavu kwenye nchi. Tunataka tutengeneze watu jeuri wa kuweza kuhoji, hata kama ni Heche ahojiwe, hata kama ni Tundu Lissu ahojiwe kwa makosa yake. Na ndio maana Mheshimiwa Tundu Lissu alisema mambo ya uchawa sitaki. Kama nina makosa niulizwe, nihojiwe kwa makosa yangu. Nimemsikiliza kaka mmoja akizungumzia habari ya yule mwenezi yule wa Bawacha wa taifa. Kaka nimeongea na mtu wa karibu sana aliyekuwepo kwa hiyo fujo. Sigrada aliingia ndani kwenye kikao akiwa amekunywa pombe, then akawa anataka amwamrishe makamu mwenyekiti, yani hataki kumuomba hata nafasi ya kuzungumza, anasimama anapayuka. Makamu mwenyekiti akamwambia naomba utoke nje, nenda ukakae huko, nenda nje kwa sababu naona uniheshimu, toka nje. Sigrada akaamriwa akatoka. Alipotoka akaenda akaongeza tena vipombe vyake. Alipoongeza akaja yuko maji. Mlinzi akamwambia asubiri nje kwa sababu amekuja amekunywa pombe, hawezi kuhudhuria kwenye kikao. Sigrada akachukua ile simu akampiga yule mlinzi usoni. Alipompiga yule mlinzi simu usoni, yule mlinzi alivyochukua ile simu na yeye akamrushia ile simu, ikampiga kidogo. Sio kwamba alipigwa kama hivyo wanavyofikiria. Na yule dada anatumika. Mkumbuke kwamba yule dada anatengeneza mazingira ya kusema kwamba timu Mbowe, timu Lissu za gombana. Ndio mazingira anayotengeneza. Yule dada alikuwa timu Mbowe. Alipokuwa timu Mbowe, yeye mazingira yote anayotengeneza ni kuonesha kwamba timu Lissu wamemshughulikia, kitu ambacho sio cha kweli. Yule dada ni muongo. Anaenda kudanganya watu kwamba ameumia. Hapana, anajifanyisha, wala hajaumia kokote. Anajifanyisha tu. Anachotaka walinzi wa John Heche wakamatwe. Ndicho anachokitaka yeye. Sijajua ni kwa faida gani anataka kwamba walinzi wa John Heche wakamatwe. Sijajua mpaka sasa hivi ni kwa faida gani. Ndugu zangu, kwenye hii nchi tuna watu wajinga bado. Kwenye hii nchi tuna watu wajinga. Na huu ukombozi ambao tunasema kwamba tunadai ukombozi,
hatuwezi kudai ukombozi tukiwa tunacheka. Lazima tudai ukombozi, kwa sababu hii nchi ili itoke kwa mkoloni mweusi lazima tena tukubali watu watapotea, lakini watu wapate ukombozi, wawe huru. Hata vizazi vyetu, na mimi napenda ni kesho na kesho kutwa watoto wangu wakue kwa vizuri, waishi kwenye nchi ambayo wana amani, waishi kwenye nchi ambayo hawasikia habari za kuteka. Hatuwezi kukaa kwenye nchi ya watu tunatekwa kama yani tunachukuliwa kama yani tunachukuliwa tu kama uchafu wa dustbin. Hatuwezi. Na ndio maana tunasema nchi lazima tuwe na katiba mpya ambayo itawaelekeza hata usalama wa taifa kazi ya kufanya. Kazi ya usalama wa taifa ni kuangalia taifa letu kama lina usalama, watu wasiingize chokochoko, wapeleleze kuna mtu anataka kuingiza. Sio kazi ya usalama wa taifa kuteka watu. Tena inateka watu wa nchi yake. Wanateka watu wa nchi yao. Watu wangapi wametekwa kwenye nchi? Watu wamekaa, watu hawataki kuchukua action. Tuchukue action. Tuingie barabarani. Mimi sifikiri kwamba kama tunaweza watu wakaingia barabarani Tarime, wakaingia Musoma, wakaingia Mwanza, wakaingia nchi nzima ikasambaa watu wameingia barabarani. Kuna polisi wa kutuzuia? Mnafikiria wana polisi wa kutuzuia? Mnafikiria wana jeshi la kutuzuia? Lakini tusipochukua action bado wanasema kwamba Watanzania hawa bado wamelala, ni wajinga, wana akili. Na wanaendaga mbali zaidi, wakiteka mtu, wakiona mfanyabiashara ni mtu ana hela, wanamwambia leta 300. Milioni 300. Akileta fedha wanammaliza. Hani mambo ya kishamba sana bana watu wanafanya kwenye nchi.